Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Nyota ya mshale. Kuhisi kichefuchefu, kuahidiwa kitu, kumfikiria mtu atakavyokudhania, kufanyia mtu kitu atakachovutiwa nacho au kukipenda, kuutakasa moyo wako kwa mtu umpendaye, kuhisi aibu kupita mbele ya watu wengi, kuepuka mawazo mabaya yenye kukuumiza, kufikiria zaidi mambo yajayo, kuongea na mtu kwa muda mrefu, maumivu ya kupoteza kitu kuisha, kutamani mtu aongee na wewe ila kumwanza unahofia, kusisimka mwili. Nyota ya Simba. Kuangalia muda mara kwa mara, kupata nafasi ya upendeleo, utendaji wako wa kazi unamvutia mtu, kumalizana na mtu msumbufu kwa deni lake, kumdadisi mtu kwa maswali, kutamani mtu asaidike kwenye jambo lake, kufanya mawasiliano na mtu ila utaona anakukatisha kimaongezi na muda mwingine kutopokea simu yako kabisa, kupenda kuegemea kitu kila unapokaa. Nyota ya Punda. Kuendelea kuamini kile unachokiamini, hivyo itakuwa ni vigumu mtu kubadilisha imani yako, kuhisi mtu anajishusha kwa ajili yako, kumfikiria mtu kwa muda mrefu, kupata hofu, kuamka kwa kushtuka, kuwa na hamu ya kula kitu fulani, kutamani kupata mtoto, kuhisi kukasirikiwa na mtu ila atakuwa na furaha na wewe, utakuwa na mashaka ya ukaribu wa mtu wa ghafla, kuhimizwa kufanya kitu. Nyota ya Ng'ombe. Kufanya kitu kwa kujishtukia, yaani kutokujiamini. Ukimya wa mtu kukupa mashaka. Una nguvu ya ushawishi hasa kwa utakalolifanya sasa, katika hali ya kupata kitu na ubora utakao kuwepo. Kumwogopesha mtu baada kumsimulia jambo. Kutoweza kumdai mtu kitu chako ikiwa yeye haoneshi kukirudisha. Kutotaka kujibizana na mtu. Utapata baraka kukuponya na kupata pesa. Unajivunia kuwa na kitu. Huogopi kuanza kwa kuwa unajiamini sana siku ya leo. Nyota ya Mashuke. Kitu unachokifanya kwa ugumu baadaye hukuletea mafanikio. Nguvu yako itaakisi sana mikononi mwako kwa kufanya vitu vizuri na kupata pesa leo. Utaweza kumponya mtu kwa nguvu yako ya ndani. Kumuona mdudu nge atakujulisha kupata kitu ukipendacho. Pia utakalolifanya leo litakuwa na faida ikiwa ni jambo jema. Utafikia malengo kwa sababu nguvu yako inang'ang'ania penye mafanikio. Hivyo, usijione unapoteza muda kwa ugumu unaopitia kwa jambo. Hata ukitaka kuacha ila unashindwa, basi tambua unapoelekea ni pazuri. Hutokuwa na kinyongo na mtu na utamsamehe kabisa. Amani unayoitafuta utaipata. Nyota ya Mbuzi. Utafanya kitu unachokipenda siku ya leo, kuwaunganisha watu wapendanao na kuondoa tofauti zao, kujiongelesha peke yako kila wakati. Utakuwa mwenye furaha, japokuwa kwa baadhi siku ya leo itakuwa ni huzuni kwao. Utamani kumwambia mtu jambo, kupenda utulivu sana, kujihisi furaha na amani kila unapomuona mtu. Hutojali chuki ya mtu kwako. Nyota ya Mapacha. Kukumbuka tukio ambalo linakupa mshtuko, maumivu au hasira. Kushtuka sana usingizini. Unaweza kupata usingizi wa ghafla sehemu utakayoketi. Utanashati wako unamvutia mtu kila kuonapo. Kuna ushauri mbaya utakaopatiwa ila hutokuwa na mazingatio nao. Utakuwa na shaka ya kitu kutokuwa ipasavyo. Nguo kuchanika wakati wa kuifua au kuivaa. Utahisi hali ya ubaridi mwilini mwako. Kujiondoa hofu kabisa kwa jambo lililokuwa linakuumiza kichwa. Nyota ya Mizani. Kuchelewa kulala. Kuhangaika kutoa pesa ikiwa haijafikia kwa hiyo unayoitoa. Yaani ni pesa pungufu tofauti na unayotaka kuitoa kwa kuwa imezidi. Kumwongelesha mtu kwa ishara na atakuelewa. Kumtumia mtu ujumbe kwa kitu kilichoshindikana kufanyika. Utakuwa mwenye wivu na kufikiria mengi kuhusu mwenza wako. Kuunguza vitu mara kwa mara. Mguu wako kuwa na maumivu ya ndani kwa ndani. Kumzidishia mtu kitu tofauti na makubaliano yenu. Nyota ya Ndoo.
Kuketi sana sehemu iliyojificha. Mtu kukung'ang'ania katika uhusiano ikiwa moyo wako hauko tena kwake. Kumtaarifu mtu jambo kwa kumpima upendo wake. Kumpeleka mtu hospitali kwa matibabu yake. Utamjali sana mtu na atakuwa na upendo na wewe. Kila ukikaa inakujia taswira ya kitu hicho hicho. Tafutia ufumbuzi jambo hilo. Utaficha kitu kwa sababu ya mtu mharibifu. Nyota ya samaki. Kupata uhakika wa jambo. Moyo utatulia na kuondoa wasiwasi. Kuhisi utakuwa unakosea kumnyamazia mtu. Kuandaa sherehe itakayofanyika miezi ya mwisho wa mwaka. Kuingia sehemu na kujihisi hali ya utofauti kama hauko sawa. Kauli yako itafanya kumthibitishia mtu jambo. Utafuatwa kwa mwelekeo wako mzuri utakaoutoa. Kuteuliwa nafasi ya uongozi. Utaongea haraka haraka na mtu kushindwa kukuelewa. Kumshawishi mtu aweze kufanya jambo lenye faida. Kusuluhisha tatizo. Nyota ya nge. Kulaumu kwa kucheleweshewa taarifa. Kuhisi mtu hahitaji ukaribu wako na wewe utajitenga naye. Kufuatilia jumbe za mwisho ulizowasiliana na mtu. Kumpongeza mtu kwa bidii yake. Kuona umuhimu wa kufanya jambo kwa haraka kutokana huu ndio wakati wake. Utahitaji kufunguka mengi kwa mtu kuzielezea hisia zako. Nyota ya kaa. Kumfunza mtu awe na juhudi kwenye utafutaji wake au hali ya kimaisha. Utajua kuwa ulimkwaza mtu baada ya kuongea yaliyo moyoni mwake. Mtu atajua unachokifikiria ikiwa haujamwambia. Mtu atahitaji umsamehe baada ya kujua amekukosea. Maneno ya watu yatakufanya kuwa jasiri. Waliokusema vibaya watajirudi kwa wema kwako. Utabiri huu unatoka kwa Ahi Shamshi. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Kwa elimu ya nyota, ushauri, tafsiri ya ndoto, masomo pamoja na tiba, vyote vinapatikana WhatsApp group. Usikose kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.